Naam. Na huku zoezi la usajili wa wapiga kura likiingia siku ya 3, wito umetolewa kwa vijana kujitokeza kwa idadi kubwa kwa usajili. Uchunguzi wetu kwa KUTV ulibaini kuwa idadi ndogo inashuhudiwa katika mitaa kadhaa hapa jijini Nairobi kama vile Kibera. Na kulingana na naibu afisa msajili kituo cha Kibera, vijana wanafaa kuchukua fursa hii kujiandikisha, hasa wale ambao hawana vitambulisho. Chieng Cynthia na maelezo zaidi. Irene Areyo, mkazi wa Kibra, ni mmojawapo wa vijana waliojitokeza siku hii ya 3 ya zoezi la usajili wa wapiga kura nchini. Kulingana na Irene, msukumo wake ulitokana na ari ya kubadilisha mambo kadhaa ikiwemo uongozi, ambayo pia alitaja kama uongozi mbaya. Irene aidha alitaja kuwa kuna hitaji ya kuwepo kwa viongozi watakaoleta mabadiliko kwa wananchi, sio kwao wenyewe. Nataka kuchagua mtu mwenye at least naona ataleta maendeleo kwa nchi yetu, ama maybe kwa wadi yetu, maybe hata kwa eneo yenye mimi nakaa. Na pia nichague mtu mwenye najua si ati ataleta mapendeleo, ama nataka mtu mwenye ataleta maendeleo. Na wahimiza vijana wengi wajitokeze, kwa sababu tuliona kuna hiyo wakati maandamano ilikuwa na ni vijana walijitokeza huko nje kwenda kuandamana, na ika happen au vijana wenye walitoka ndio hawana kura. So tujitokeze tupate kuchagua viongozi ambao watakuja kutusaidia na watakiti matakwa yetu. Semi zake Irene ziliungwa mkono na Zubeida Yusuf, ambaye kando na kutaka mabadiliko ya uongozi bora, alisihi tume huru ya uchaguzi kuendeleza hamasisho kwa vijana kuhusu zoezi hili la usajili pamoja na kufanyikisha usajili huu kwenye mitandao. Na wahimiza vijana wengi wajitokeze, kwa sababu tuliona kuna hiyo wakati maandamano ilikuwa na ni vijana walijitokeza huko nje kwenda kuandamana, na ika happen au vijana wenye walitoka ndio hawana kura. So tujitokeze tupate kuchagua viongozi ambao watakuja kutusaidia na watakiti matakwa yetu. Sikuwa nimejua by the way hiyo siku kwanza, nilijua jana na nikajiambia leo sitakaa kwa nyumba kwa sababu sina kura. So nimejitokeza leo ndio nikuje nipige kura. Tumekuja hapa tangu saa 4 na mpaka saa hizi bado unaona kama mimi sijaregister. Maybe wakiweka kwa platform kama hiyo itakuwa rahisi, na maybe ule mwenye ana feel labda haizi fika hapa anaweza ipata at their comfort zone. So inaweza kuwa pia vizuri. Naibu afisa msajili kituo cha Kibera, Hubi Kitau, kwa upande wake aliwapongeza vijana kwa kujitokeza kwa wingi. Kwa mujibu wake, ingawaje idadi ya vijana waliojitokeza kwa usajili leo ni mipiku ya hapo awali, vijana wamelegea kufika kwenye vituo hivyo kwa madai kuwa bado wana muda. So far so good, I would say, because from the first day we have not missed someone to register. The first day we had over 30 people. Second day it went down a bit, we had 25. Today looks a bit busy, so I believe probably by evening I'll have like 50 or so. Probably the fact that this is a continuous voter registration that will take place now up to 2027, then that is why maybe they're taking their time. So we expect that by then we'll have achieved our target. Zoezi hili linalofanywa na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC unatazamia kusajili wapiga kura wapya takriban milioni 6.3 nchini, hii ikiwa ni kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2027. Zoezi la usajili likiingia siku ya 3, vijana wamehimizwa kujitokeza kwa wingi kwa usajili, wakidai ndio njia pekee ya kuleta mabadiliko. Chieng Cynthia, runinga ya KU.